Wafuridha ala kulli fardi min al-afrad, nasema kwa ajili yake, kwa maana kwa ajili ya tauhidi imewekwa jihadi na ikawekwa faradhi. Furidha ala kulli fardin min al-afrad, imewekwa jihadi juu ya kila mmoja min al-afradi, katika makundi ya waislamu mmoja mmoja, akimaanisha kwamba jihadi imewekwa faradhi kwa kila mmoja katika Uislamu. Lakini hili wanasema ulama kwamba jihadi imma itakuwa ni faradhu aini au inaweza kuwa ni faradhu kifaya. Kuna baadhi ya nyakati jihadi inakuwa ni faradhu ain na kuna baadhi ya nyakati jihadi inakuwa ni faradhu kifaya. Vyovyote itakavyokuwa kwamba jihadi ni jambo ambalo ni mafrudh ala kulli fardin min al-afrad, ni jambo ambalo limewekewa faradhi katika dini ya Kiislamu. Akasema wali ajlihi, na kwa ajili yake. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya tauhid. Li ajli tauhid khuliqat ad-dunya wal akhirah, imeumbwa dunia na akhirah, wal janna, pamoja na pepo, wan nar, pamoja na moto. Kwa ajili ya tauhidi imeumbwa dunia, akhirah, pepo, pamoja na moto. Vyote hivi vimeumbwa kwa ajili ya tauhidi. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba dunia akatuweka sisi. Sisi tumewekwa kwa ajili gani? Kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sisi pamoja na dunia tupo kwa ajili ya tauhid. Allah kaiweka akhirah kwa ajili ya kutuhesabu sisi na kutulipa kwa yale tuliyofanya. Kwa hiyo akhirah pamoja na sisi tupo kwa ajili ya kupokea malipo ya tauhid. Lakini vile vile akaumba pepo na moto kwa ajili yetu sisi. Wale waliofanya mazuri wakaishi na tauhidi pamoja na matakwa yake watakuwa katika pepo yake, na vile vile wale waliokengeuka wakaacha njia ya sawa watakuwa katika moto, wal-iyadhu billah. Wote hawa wanapokea malipo kwa sababu ya tauhidi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba dunia, akhirah, pepo pamoja na moto kwa ajili ya at-tauhid. Akasema wal jami'u lahu, aili tauhidi, na chenye kukusanya juu ya hayo, juu ya hiyo tauhid, kitu ambacho kimekusanya na kujumuisha. Kalimatun khafifatul lafdhi, ni neno ambalo ni khafifatul lafdhi, ni neno lilokuwa na lafdhi nyepesi. Khafifatu al-lafdhi, lafdhi iliyokuwa nyepesi. Wasi'atu al-ma'na, iliyokuwa na maana pana. Wasi'atu al-ma'na, iliyokuwa na maana pana. Jalilatu al-qadar, jalilatu al-qadar, iliyokuwa na nafasi, iliyokuwa na nafasi yenye maana pana, tena yenye nafasi iliyokuwa tukufu. Wahia, nalo ni neno la ilaha illa Allah. Hili ndio neno ambalo limejumuisha maana ya tauhidi yote kwa ujumla. Lakini uweze kufahamu kwamba neno hili limejumuisha tauhidi kwa maana gani mpaka ukae usome. Na kwa ajili hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuelekezana hili pamoja na mengineyo. Anasema al-jami'u lahu, wal jami'u lahu, na lenye kujumuisha. Lahu kwa maana ya tauhid, lenye kujumuisha hiyo tauhidi iliyokusanya kwa ajili ya hiyo tauhidi. Ni kalimatun khafifatul lafdhi, ni neno ambalo ni jepesi katika kulitamka. Lakini wasi'atul ma'na, ni neno ambalo ni pana katika maana yake. Dalilatul qadar, lakini ni neno ambalo lina nafasi ya kipekee. Wa hiya la ilaha illa Allah, ambayo ni la ilaha illa Allah. Kalimatu shahada, hiyo la ilaha illa Allah ni neno la shahada. Wa miftahu dari saada, na vile vile ni funguo ya nyumba as-saada, nyumba ya furaha, ambapo hapa anakusudia aljanna. Neno la tauhidi ndio kalimatu shahada, neno la shahada, na ndio miftahu dari saada, funguo ya nyumba yenye furaha, nyumba ya furaha ambayo ni pepo.
na hii ni kama ilivyotangulia huko kabla kwamba la ilaha illa Allah ni miftahul janna, kama alivyoulizwa Wahab ibn Munabbih akasema la ilaha illa Allah miftahul janna, faqala bala, akasema naam, ni funguo ya pepo, lakini akasema funguo lazima iwe na nini? Lazima iwe na meno ili iweze kufanya kazi. Ifungue hiyo funguo lazima iwe na meno yake, na hayo meno maana yake ni kufuata yale matakwa ya la ilaha illa Allah. Akasema fahiya aslu dini wa asasihi, hiyo la ilaha illa Allah ambayo ni kalimatu shahada, ambayo ni miftahu dari saada, ndio asili ya dini na ndio msingi wake. Ndio asili ya dini na ndio msingi wake. Mtu haingii katika Uislamu mpaka aseme la ilaha illa Allah. Hatoki mtu katika Uislamu mpaka avunje la ilaha illa Allah. Ndio msingi mama wa dini ya Kiislamu. Akasema wa ra'su amri, na ndio kichwa cha jambo lake, na ndio kichwa cha dini, ni msingi na ndio kichwa chake. Wasaqi shajaratihi, anasema na ndio ugoko au na ndio tawi la mti wake. Kwa maana nyingine, hiyo tauhidi ni msingi na ndio kichwa cha Uislamu, lakini pia ndio tawi lake ambalo limeshikilia Uislamu. Wasaqi shajaratihi, yani saqi shajarati din, wa umudi fistatihi, na ndio nguzo ya hema lake. Alfustat ni hema. Haya yote ni maneno ambayo Sheikh ameyaleta katika kutilia msisitizo kwamba hiyo kalimatu shahada ambayo ni miftahu dari saada ndio asili ya dini na ndio kichwa cha dini na ndio tawi la mti wa dini, lakini vile vile ndio nguzo ya hema la dini. Maana kama dini imejengwa katika hema, basi zile nguzo zake ndio la ilaha illa Allah. Ukiondoa la ilaha illa Allah, hilo hema halitosimama na wala halitokuwa na utulivu. Maana yake ukitoa la ilaha illa Allah katika dini, maana yake Uislamu utakuwa haupo. فالتوحيد هو العمود الذي يقوم عليه الفسطاط, tauhidi ndio nguzo ambayo inasimama juu yake hema. Idha saqata al-fustat, ikiwa tauhidi itadondoka, ikiwa nguzo zitaondoka, basi hema pia itakuwa yenye kupeperuka. Akasema baqiyatul arkan wal faraid, na zilizobakia katika nguzo za Uislamu, wal faraid, na mambo mengine ya faradhi, mutafarri'atun anha, yametokana na hiyo la ilaha illa Allah. Mutafarri'a kwa maana mutafarri'atun an shajarati alislam, zilizobakia zote katika nguzo za dini, katika swala, saum, zaka, haji, zote hizi ni mutafarri'a anha, zimetokana na huo mti wa Uislamu ambao ni la ilaha illa Allah. Mutasha'ibatun minha, kwa maana hiyo hizo nguzo hizo zilizobakia katika Uislamu zimetokana na huo mti wa Uislamu ambao ni la ilaha illa Allah, na zimetokana na mti huo, yani alislam, ambao tawi lake ni tauhid, na kisha yale yaliyobakia yametokana na tawi hilo la tauhid. Anasema mukammilatun laha, zilizobakia zote hizo ambazo zinatokana na Uislamu ni mukammila, ni zenye kukamilisha Uislamu. Muqayyadatun, ambayo yamefungwa au sema zimefungwa hizo nguzo, biltizami maanaha, kwa kulazimiana na maana ya Uislamu. Maana yake kwamba al-arkan wal faraid muqayyadatun
hizo nguzo katika swala, saum, haji na nyinginezo zimefungwa kwa kulazimiana mtu na maana ya la ilaha illa Allah. Mwenye kulazimiana na la ilaha illa Allah atalazimika kuswali swala 5, atalazimika kufunga Ramadhan, atatoa zaka, atafanya ibada ya haji na nyinginezo katika ibada. Hii ndio maana ya kusema mukammilatul laha muqayyada, ni zenye kukamilisha kwa ajili ya hiyo nguzo ya la ilaha illa Allah, na zimefungwa kwa kulazimiana na maana yake. Naam, akasema wal amalu bimuqtadaha, na vile vile kufanyia kazi muktadha wake, yani yale yanayotakikana na tauhid. Yote hayo yanayofanyika katika Uislamu yamefungwa katika tauhid, na yote haya yamegawanyika na yamezingirwa katika namna mbili: kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuepuka shiriki na kufuru zote na kila ibada iliyokuwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema fahia, na hiyo la ilaha illa Allah, kalimatu tauhid, fahia al-urwatul wuthqa, na ndio kamba iliyokuwa madhubuti. hiyo la ilaha illa Allah al-urwatul wuthqa allati qala ta'ala, ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema faman yakfuru bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa lam fisama laha, ambaye Allah anasema basi yule mwenye kumkufuru taghuti na akamwamini Allah, basi huyu atakuwa ameshikamana na kamba iliyokuwa madhubuti ambayo lam fisama laha, ambayo haina kukatika ndani yake. Hapa ametaja jina katika majina ya kalimatu tauhid, katika majina ya la ilaha illa Allah alitaja akasema kalimatu shahada katika majina yake. Vile vile inaitwa miftahu daris saada katika majina yake. Vile vile inaitwa al-urwatul wuthqa, kamba iliyokuwa madhubuti, yani katika majina ya la ilaha illa Allah. Na haya majina ni aula ukayafahamu pamoja na maana zake na dalili zake. Naam, sisi tutaishia hapa kwa wakati huu. Hii risala imechangamka kidogo, ina maneno magumu lakini pia ina maelezo marefu kiasi. Sasa nijueni kwamba msisinzie. Ukisinzia tunakuacha, natakiwa uwe macho. Na leo tumechelewa kuanza kwa sababu ya udhuru ambao mlikuwa nayo nyinyi, lakini mahma kana al-amr hatujachelewa sana. Tuko sawa inshallah, na nafikiri kipindi kitakuwepo tena mpaka kesho, si ndio? Si ndio? Naam, mpaka kesho tena. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.